lakini kama mnavyofahamu kwamba unakuwa na bandari lakini kama hauna meli basi shughuli ya bandari haiwezekani. Lakini sio bandari tu na meli peke yake, lakini pia na barabara ambayo inaweza ikaunganisha meli hii bandari hii na maeneo yale ambayo mzigo unapelekwa. Kwa hiyo ni juhudi ambazo tumeshirikiana sisi TPA, Tashiko, Tasaki na taasisi zote za serikali kuweza kumpata mwekezaji huyu ambaye alikubali kujenga meli hizi, lakini kwa sababu pia ana mzigo mwingi katika upande ule wa DRC, hawa wanamiliki migodi, na hiyo litupelekea sisi kutumia fursa hii kuanza kuvutia mzigo kwa upande wa bandari yetu. Tukumbuke kwamba kulikuwa kuna ile kupeleka mzigo katika bandari za Angola. Kwa hiyo huyu ni mmoja kati ya wamiliki wakubwa wa migodi ya Kongo ambaye alikubali kubadilisha uelekeo wa mizigo, badala ya kupitishia bandari za Angola sasa alianza kupitishia bandari zetu, na hii ilipelekea sisi kutoa ruhusa kama serikali kuwezesha kujengwa kwa meli hizi 4, lakini pia tajenga bandari ya Kigoma, lakini pia tutashirikiana katika kuitumia bandari ya Dar es Salaam. Maana yake ni kwamba mzigo wote utakaotoka Kigoma na Karema utapita katika bandari ya Dar es Salaam, lakini tunategemea pia ataanza kuitumia bandari ya Tanga. Na hili maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba litaongeza shughuli za kiuchumi katika mnyororo mzima wa usafirishaji kutoka DRC kwenye Manono mpaka Kalemi, kwenye maji kuja Kigoma na Karema, lakini pia kwa reli na barabara kutoka hapa kwenda Dar es Salaam Tanga. Hizi zote zitapelekea kuwepo kwa ajira na kuwepo na shughuli nyingi sana za kibiashara, na zote zitachagizwa na hiki kinachofanyika leo hii. Kwa hiyo huu ni uwekezaji, nasema ni uwekezaji ambao una manufaa kwa wengi wanaohusika katika mnyororo mzima wa usafirishaji. Lakini jingine, Mheshimiwa Waziri, kama ulivyoeleza kwamba pia inatupelekea kuona umuhimu wa ushirikishaji wa sekta binafsi. Kumekuwa na maoni tofauti kuhusu kushirikisha sekta binafsi, lakini tunasema kwamba kinapofanyika kitu kama hiki, peke yetu hatujawahi kufanya kutengeneza meli, lakini baada ya majadiliano na ni muda mfupi tu, na serikali ikatupa ruhusa zote kama unavyofahamu, na imepelekea kuwa na sekta binafsi ambayo inaleta matokeo ambayo yanaenda kuimarisha uchumi wa mtu mmoja mmoja na uchumi wa nchi yetu kwa ujumla. Lakini sasa hivi tumesema ili kuhakikisha kwamba watu wazidi kutuelewa katika safari ya uwekezaji, kwa nguvu kubwa sana tunaanza kuwashirikisha wawekezaji wa ndani katika shughuli hizi za kibandari. Fursa ni nyingi, lakini rasilimali za kuweza kuzifungua hizo fursa ni chache. Ndio sababu tulianza na nje, lakini sasa hivi tunaruhusu vile vile na wawekezaji wa ndani ya nchi, wale tuseme ni wa Tanzania. Na sasa tumesema kwa upande wa bandari ya Bagamoyo ambayo ndio itakuwa bandari kubwa kabisa, bandari ambayo itabadilisha kabisa, italeta mapinduzi katika biashara ya bandari, tunaanza kwa kuishirikisha sekta binafsi ya ndani, lakini bado kuna nafasi ya kushirikisha sekta binafsi ya nje na ya ndani. Kwa hapa tunategemea kwamba itaongeza ajira sana katika bandari hii ya Katavi, lakini katika eneo lote hili la mkoa wa Katavi, na vile vile litachagiza kukamilika haraka kwa reli na barabara ambayo inatoka Mpanda kuja mpaka katika bandari hii ya Karema.